Kwingineko, wakazi wa Malindi kaunti ya Kilifi wamenufaika na kambi ya siku 2 ya matibabu ya bure ambayo iliwapelekea wao kupata vipimo vya bure vya magonjwa tofauti ikiwemo ugonjwa wa sukari. Aidha, maafisa wa faya waliokuwa katika kambi ile walielezea wasiwasi wao kuhusu uwepo wa magonjwa yanayoletwa na maisha ya kila siku. Kambi hii ilifanikishwa na serikali ya kaunti ya Kilifi kwa ushirikiano na kanisa la JACC Malindi kati ya washikadau wengine. Okay, magonjwa ambayo sahihi yanatatiza zaidi ni magonjwa ya tunaita upper respiratory tract infection. Unaweza kupata pneumonia, mafua, homa zile za mafua, na pia zile magonjwa tunaziita non-communicable diseases, yale magonjwa sugu kama diabetes, kama kisukari, that is, kama hypertension. Hizo ndo magonjwa tunaanza kuona yakipanda, si kama awali. So tukisema tu kidogo ni kwa sababu pia ya lifestyle. Sisi kama kanisa tuko na jukumu ya ku give out to the community. Na Yesu, hii ndio kazi ambayo alitutuma nayo. Kuna pale anasema ulipoenda kuona wagonjwa uliniona mimi. So hii ndio kazi ambayo sisi kama kanisa tuliona kwamba ni kazi yetu, ni jukumu letu, because we are part and parcel of the community. Church is a community. So kwa sababu hiyo tuliona to come on board, tukaangalia, na kitu kimoja tuliangalia, tukaona kwamba in the church we have skilled men and women ambao ni madaktari, manurse, masurgeon. So tukasema, maandiko yanasema katika kitabu cha Exodus, unaona Moses anaambiwa I gave you, nimekupatia skilled men. So kwa sababu hiyo tukataka pia tutumie zile gift ambazo Mungu amepatia watu. Na unajua watu wako tofauti. Kuna mtu ambaye atasema ataombewa atako sawa. Kuna yule ambaye anataka matibabu, na pia Mungu ametumia huyo daktari kumponya huyo mtu. Kwa hivyo tukaamua kwamba tufanye hivi. So with us we brought on board, kuna a team called IVC, which is a medical team ambayo pia hii team tuko na sponsors from the US ambao walikuja on board wakaweka changizo lao. County government ya Kilifi, Mheshimiwa Gideon Mung'aro pia akaleta on board watu wake. So this facility yote imechangizwa na watu tofauti.